Bana, sisi tumeketi kwenye gaya la Waswahili kwa hivi sasa na tunazungumza kwa uketo huku tukinena lugha fasaha. Kwa mshadidi wa lugha ya Kiswahili waite Tanga au kuite Tanga kunani. Hivi sasa kwenye line ya simu nipo na Maalim Seifu Simba, Seifu Mipapa, na kubwa hasa ni breaking news ambayo tumepata mshangao wa aina yake kwa fedha ambayo imetajwa kwa mbia ambaye ameingia kwa upande wa jezi za wekundu wa Msimbazi Simba. Hali yako iko vipi Maalim Seif? Jafeti, namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa usiku huu kufika salama, kwa sababu ni katika hiari ya Allah. Hamna mtu mwingine anaweza kutoa pumzi, hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini pili, nimepokea habari hiyo kwa furaha mimi binafsi. Na nianzie hapo Jafeti. Naam. Nakumbuka mara moja tuliwahi kufanya interview moja kueleza tofauti ya viongozi na wacheza season. Leo viongozi wameendelea kufanya kwa brandi ya Simba kuwa ni brandi kubwa Jafeti. Mimi nisafiri na nukta ya Mohamed Dewji, Murtaza Mangungu na wenzake wengine. Kwa nini nilisafiri na nukta hiyo? Mimi juu ya udhamini wa leo, manake siachi kumsema Mohamed Dewji. Mohamed Dewji ndo amefungua milango ya Simba leo. Unaona tunachokifanya Jafeti. Amefungua milango ambayo watu wanafahamu thamani wa Simba. Nikwambie mfano Jafeti ili tuendelee na mjadala wetu. Mwanzoni kabisa anakuja Mohamed Dewji kabla ya kufanya kitu chochote cha kwanza Jafeti. Mohamed Dewji alikopesha Simba, kama unakumbuka, ilikuwa ni kama milioni 800 na kidogo. Kama wakati huo rais wa Simba alikuwa ni Vansia Veva kama sikosei, na Nyange Kaburu. Wakati anatukopesha fedha hiyo Simba walidhani wamepewa fedha nyingi kulikweli, kwa sababu fedha ilifiti katika usajili. Muda mfupi wakati wanafanya mchakato kina Vansia Veva ambao utahakikisha Simba inafanya vizuri, Simba inapata mikataba mizuri. Kama unakumbukumbu, ulitokea mkataba wa SportPesa. Nakumbuka. Wakati unakuja mkataba wa SportPesa, Jafeti, kuna kitu niliiga kizuri sana. Kumbe Jafeti, ukitaka kufanya jambo lako lolote la maendeleo, mchukue tajiri alisimamie. Okay. Utatajiwa shilingi milioni 200 Jafeti, utaiona nyingi kwa sababu hujawahi kushika milioni 200. Hutoweza kuthaminisha jambo lako, eneo lako, kitu chako, kwa sababu hujawahi kuiona milioni 200. Lakini tajiri anafahamu milioni 200. Anafahamu nyakati, anafahamu taratibu zote. Kina Vansia Veva wakavagamia mkataba ule, ukaonekana ni miongoni mwa mikataba mikubwa. Jafeti, alipokuja Mohamed Dewji akamwambia katika mkataba mloweka miaka 5 tulikuwa tunalipwa bilioni kwa mwaka, na pengine ilikuwa ifiki. Unaelewa vizuri? Nakupata. Punguzeni kile kiwango cha fedha nilichowapa, afu niambieni mtakuwa mmebaki na nini? Maana yake Mohamed alikuwa anaanza kuthaminisha, nyinyi mna njaa, mnakwenda kufunga mikataba ya fedha ikitajwa mna nyingi kwa sababu mna njaa. Tufanyeni klabu hii isiwe klabu ya watu wenye njaa Jafeti. Na kukumbusha tulikotoka. Akaonekana Mohamed Dewji na baadhi ya wachambuzi wetu wao unaoona kwamba kama vile ana malengo sana na Tanzania, na Simba anadhibiti baadhi ya watu ambao wanataka kuwekeza katika Simba wasisogee. Akapewa hila nyingi Jafeti na changamoto nyingi brother. Lakini kwa sababu ana nia njema, ana malengo mazuri, akabaki katika kuonyesha uthamani wa Simba. Jafeti, katika uthamani wa Simba tuanze kukubaliana, mwekezaji wa Simba ni Mohamed Dewji, ndio? Sahihi. Tofauti na hivyo, ukija utakuwa ni mdhamini. Leo tulikuwa tunadhaminiwa nini? Swali langu lije kwako sasa ili uone tofauti ya sisi kama ardhi na mbingu. Watu wakipitia clip yangu watakumbuka. Sisi tumedhaminiwa kwa kazi gani? Ni udhamini wa leo ulikuwa upande wa jezi. Wa nini? Jezi. Jezi ya Simba kwa miaka mingapi? Miaka 5. Inapata bilioni 30 na ngapi? 38 milioni 120. Haya tuambie Tanzania
kuna jezi gani thamani yake kwa miaka 10 ina nusu ya hiyo fedha. Umeelewa swali langu? Ni miaka 10, miaka 5. Nasema hivi, sikia swali langu linakuja. Tusifananishe mitano kama sisi au waje na namba za uongo kama wanataka kuwadanganya watu. Okay. Ni jezi gani Tanzania? Iwe miaka 10 acha mitano ya Simba. Thamani yake ni nusu ya hii fedha ya Simba. Ni jezi gani? Haijawahi tokea, ni Simba peke yake. Ndio, kwa sababu uwezi kwenda kutafuta uwekezaji udhamini mkubwa wa kiwango hicho kama watu ulionao, viongozi ulionao, washauri ulionao, kama ni majangala uwezi kupata jambo hilo. Ndio nilikueleza mimi Jafeti. Juu ya mikakati, brother, jezi inalipo shilingi 1000 kwenda kwenye klabu. Shilingi 1000 kwenda katika klabu, alafu unakaa studio wewe mchambuzi unatuambia kwamba timu unajua kubwa, hii timu ina mikakati. Wachambuzi wanasema uwekezaji wao hawa utakuwa soka kama wa Simba. Uwekezaji uko wapi Jafeti Majangala? Tazama hipo kitu, mtu anaenda kutoa sharti kwamba bwana, utaratibu wetu hapa pamoja na kuiuza jezi yetu na uthamani tuliokupa na mkataba huu, timu inataka ipate gari ya aina fulani, kwa sababu timu imepanda. Ikiwa na gari hiyo, angalau atuseme ndo tumemaliza, si tunataka na ndege kama Ingreba Mazembe na vilabu vingine, na tutafika Jafet. Lakini kama Uganda kuna siku tutafika, na kueleza mimi Mipapa. Naam. Swala hili lilikuwa linasubiri mafanikio ya Simba kutoka hatua ya robo kwenda hatua ya nusu finali ndo liwe bayana kwa mashabiki, au lilisubiri nyakati gani ambayo wewe unadhani ilikuwa ni sahihi kwa upande wa Simba Sports? Ni kama vile wameenda na huu upepo wa hivi sasa kwamba Simba nusu finali na ndo mwakilishi pekee kwa upande wa East Africa and Central. Jafet, nilitumie swali lako, na mimi unajua mimi napenda nikiwa na mwandishi katika kuzungumza ni awe anajua nini nakusudia kuzungumza. Sahihi. Jafet, unadhani ni muda gani ulikuwa sahihi kuweka? Mimi muda wangu ni huu, ndio ulikuwa sahihi, sio leo. Ila hii inakuja leo kwa sababu tunao viongozi wamelipanga hili na lazima liwe. Muda sahihi kuweka ilikuwa ni Simba tumetolewa, hatupo. Watu wanafikiri namna ya kujibu hoja, unawaletea jambo kama hili. Huo nilikuwa ndo sehemu sahihi. Lingeonekana hili limekuja kuziba hoja ya Simba kutokwenda nusu finali. Kwa hiyo okay. Umeelewa Jafet? Lakini kwa sababu nilichemsha chungu ambacho kimeiva, toa ladha juu ya ladha. Yaani muda wote hili lilikuwa linaweza kutoka, kwa sababu hii ni zaidi ya hivyo vitu vingine ambavyo unadhani, kwa sababu kweli Jafet, ili tuwe na Simba imara ambayo iko strong kweli, ambayo inataka kuchukua klabu bingwa, ukiacha shirikisho ambalo tunalilinda saizi na tuko mbioni kulibeba, lazima tuwe na mtaji wa fedha Jafet, hamna kitu kingine. Lazima jezi yetu kwenye thamani ya shilingi 1000 kama ndugu zetu, tutakuwa tuko sawa. Hii ndio iwaonyeshe washambuzi wa shilingi 15 tofauti ya Simba Sports na Yanga. Wao wanaenda kutazama katika uwanja, wanaenda kutazama katika matokeo. Matokeo unaweza hata kununua, inawezekana. Lakini huwezi kununua mkataba wa bilioni 38 ukadanganya watu. Unaelewa Jafet? Kuna vitu vidanganyi watu, hivyo ndio maendeleo. Kwa hiyo Jafet, tunaendelea katika nukta ile. Na siwezi kuwatolea Simba tu mfano mzuri nisiwataje wacheza season. Mimi Jafet sifanyi hivyo. Mtu anayetaka nizungumzie Simba tu kwa uzuri, yani hakuna nyeusi kama nyekundu haipo, kama nyeupe haipo, ndio lazima kuwe na tofauti. Hiki ndo tunachokisema. Wenzetu wakikaa kwenda kuzungumza, mnataka kushindana na Simba katika level gani? Waseme tunashindana katika level ya uchawi, tunashindana kwenye kuamini mbuzi na tunguri. Huko inawezekana tuwawezi, kwa sababu ndio level zao zilipo, ndio maarifa yao yalipo. Lakini katika mpango mkakati wa kuifanya timu iwe imara, timu ijiendeshe, isipelekwe kasi kudaiwa shilingi 150, 200 ya wachezaji ambao wanavunja mkataba, ndio hiki kinachofanywa Jafet na kina Mohamed Dewji. Nia njema, dhamira nzuri. Hivi Jafet, wewe niambie mimi Jafet, jamani, nionekane mimi msema ovyo katika mitandao ya kijamii. Jafet Mohamed, umaarufu wake, uwezo wake wa kifedha, alivyotanua mabiashara, hivi anapokwenda kutafuta mikataba Jafet, utafananisha na wenzetu hao wauza nani? Hatuwezi kufanana.
Tajiri yote atatamani kufanya kazi na Mohamed. Kwanza ni tajiri ambaye kila wakati anasogea mbele na ni mtu ana uwezo wa kuconvince. Mimi siku moja nimemuona katika chuo kimoja cha St. George sio Marekani kule. Anapewa anahutubia. Sio jambo la kawaida Jafet. St. George ni miongoni mwa vyuo vikubwa katika ulimwengu. Maana yake ni mtu ameacha athari. Sasa sio St. George amechukua athari za St. George, sasa ziko Msimbazi Jafet, tunakula raha. Safe Simba. Mikataba namna na Jafet. Simba Sports tunazungumzia round takriban 4 kwa upande wa klabu bingwa robo finali, na ikawa ni mfupa mgumu kwa wewe kuiona nusu finali. Shirikisho 2 na hii tunazungumza bila shaka ni ya 3. Kwenye idadi Simba anazo 7 kibindoni, si ndivyo? Katika hiyo back to back hii ndo imekuja kumpa mwanga mara baada ya 1993 walipocheza finali ya kombe la shirikisho. Ameingia nusu finali kwa hivi sasa. Macho na masikio ya Generation Z ambayo hayakuwepo 93, kizazi hichi cha nyoka cha mwaka 2000 ndo kinaishuhudia Simba ikivuka kwenda hatua ya finali. Swali la msingi, unadhani ni nini kilichopo nyuma ya Simba Sports na kuwa niseme ni chanzo cha mengi mazuri ambayo huwa yanafanyika na tunaona vilabu vingine kuchukua kutoka hapo kama somo na kwenda mbele? Jafeti, ukweli kabisa, ili Mwenyezi Mungu asiye kunipa dhambi. Jafeti, ukiona sehemu wote picha Mohamed Dewji Ombelwa wana Simba sasa. Hata wewe unafaa, kwa sababu dhambi Mwenyezi Mungu anatoa kwa wana Simba na Yanga. Kwa kufanya jambo zuri Allah atakuruzuku hizo sawabu. Jafeti, ni Mohamed Dewji sigeuki kwenda popote. Pamoja Mohamed Dewji huyo ndio amekwenda hizo round takriban 6 au 7 akafeli. Kwa nini nimemrudishia kijiti yeye Mohamed Dewji? Toka amekuja Mohamed Dewji ndio mazungumzo haya tunayo. Kama tunakubaliana sio nisonge mbele. Toka amekuja Mohamed Dewji ndio tumeanza kuzungumza robo. Ni swadakta. Sasa tumezungumza robo mpaka tunakwenda nusu. Lakini kwa nini nimesema Mohamed Dewji? Nimetoka kukumbusha hata katika juzi wakati tunafanya kipindi nakumbuka. Nilisema Mohamed Dewji aliposema kuwa anahitaji Simba iwe klabu kubwa. Hivi tulikuwa tunaelewaje Simba kuwa klabu kubwa? Ni kwenye kuwa club rankings, si ndio Katika kuwa club ranking, ukitoka kuwa katika club ranking maana yake uwe miongoni mwa timu kubwa. Kwanza unapokonyana wachezaji na timu kubwa, pili unathaminisha brandi ya Simba kufanana na timu kubwa. Haya mikataba tumezoea kuyaona wakiweka kina National Al Ahly, Experience de Tunis, ndio tumezoea kuona wakiweka kina Wydad Athletics, mnaita kitaalamu. Na hao watu wengine sisi tulikuwa kanuni yetu Jafeti. Lakini aliposema Mohamed nataka Simba iwe timu kubwa, isomeke katika vilabu vikubwa. Maana iwe maarufu miongoni mwa vilabu maarufu. Iwe timu kubwa, maana mambo yake yawe makubwa. Sasa hizi tunazungumzia jambo kubwa. Au unadanganya bwana? Sio jambo kubwa hilo. Fedha ni nyingi kaka, jambo ni kubwa. Ndio. Tunazungumzia jambo kubwa, maana yake ukiitwa mkubwa unafanya vitu vikubwa. Kwa maana ukiona hii changamoto yote na kuqualify huko kuelekea hatua ya nusu finali, nisifu kwanza uongozi wa Simba kiujumla. Hicho siachi kusema. Sifu uongozi wa Simba kiujumla kwa jitihada zao, taratibu. Ni wasifu mashabiki wa Simba kwa subira na uvumilivu walionao Jafeti. Nitoe kongole kwa kila mmoja, lakini niseme yote kwa yote, nyuma aliyeweka cheni hizo katika kifua anavuta irobewa ni Mohamed Dewji Mo. Imewatoa kimasomaso na namna ambavyo mnauendea mchezo kwa hivi sasa. Unafikiri kwa upande wa mashabiki imeongeza hamasa yoyote? Yaani sio ya kawaida. Mimi nilitamani baada ya mechi Mungu akituweka hai, unipigie simu na mimi nikutafutie mashabiki hata kwa njia ya simu wasikie. Mashabiki wana morali kubwa sana Jafeti, wana morali kubwa, wanapenda, wanasema. Jafeti, ukiangalia comment katika baadhi ya mitandao ya kijamii unasema hawa ndo Simba wako happy kweli, mnaita happy
yani wana furaha za kutosha Jafeti, yani waasi Jafeti bwana, Mwenyezi Mungu atuongoze sana. Kwa Jafeti sasa inaenda kuwa tofauti ya mafuta na maji. Okay. Gari itasimama muda so mrefu kwa sababu ilitegemea mafuta ya majirani. Au tutaona ujangala, wana kawaida kufunga mikataba ya uongo na ya ujangala mingi. Tunakumbuka sisi waliwahi kutujia na mikataba wao na SportPesa ya uongo mingi tu. Baada ya hapo mambo yalipokuwa magumu wakaongeza mkataba mwingine. Haili sijui imefanyaje, sisi tukajua SportPesa ulikuwa una kitu cha kuwapa hao. Bali si kutoka kuwafuata watu wengine. Maana Jafeti bili kueleze nchi ina mazegeka. Na ukitaka kujua ukitaka kujua angalia madeni waliokuwa mnapewa buku kwenye jezi Jafeti. Saifu kwa tutanunua na zao tunawapa bure. Ule mzigo mzito Jafeti. Saifu kumekuwa hivi